نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك. اسمه إسماعيل المالك تكون أنت إسماعيل قال حدثنا مالك. لا أنا نجيبه شن بيتوه ما يذكر لنا. إسماعيل قال حدثنا مالك. مالك بن أنس. إسماعيل بن أبي أويس بارك الله فيك من بين ابن أختي مالك الإمام مالك رحمه الله ni mtoto dada yake Imam Malik. Ukisema Ismail sasa tuna shida ya kutafuta Ismail nani huyu? Sisi tushajua kwamba huyu ni Ismail bin Abi Uwais ambaye ni ibn ukhti Malik. Tushamsoma hapo nyuma. Ni shekhi wake al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. An Malik قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج. أبو الزناد لا تجي أبو الزناد وتوتو من مشافيته chini. نعم عبد الله بن ذكوان بارك الله فيك. ساوى أبو الزناد عبد الله بن ذكوان. عبد الله بن ذكوان عن الأعرج تسمجيه كما مدرسين تكون موليزه الأعرج tumemsoma mara nyingi kweli. Abu Zinad al-A'raj عن أبي هريرة. الأعرج manake al-A'raj ni laqabu yake sio kwa maana alikuwa ana unyonga na kiburu aitwa al-A'raj. Jina lake bin man Abdurrahman bin Hurmuz. Umesikia wapi? Jirani Abdurrahman bin Hurmuz ndio al-A'raj. Abdurrahman bin Hurmuz anapokea kwa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hifadhini ya mambo ya watu jamani, ni sahali. Watu ndio hawa kila siku hawa ndio wapokezi wa hadithi za Mtume swalla sallam kwa wingi. Wako wengine lakini mara nyingi tuwakariri hawa. Sasa hebu tudhibiti majina yao. Yani nabii sallallahu alaihi wasallam قال, tuimalizie hadithi hii moja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, da'uni ma taraktukum ما تكوى مصدرية ظرفية. دعوني niacheni mimi muda wa kuwa nimewaacha nyinyi. Niacheni, msiniulize maneno. Kwa uliza vipi hili vipi lile, babangu mimi nani, je babangu ni babangu wa ndoa au kuna baba mwingine? Kuna watu walikuwa na maswali hayo. Wakaambia la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ukum. Msiulize kuhusu mambo baadhi ya vitu mkidhihirishiwa vitawaudhi nyinyi, kwa sababu qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin. Kuna waliuliza wenzenu kabla yenu, waliwahi kuuliza mambo kama haya wenzenu walikuwa kabla yenu, kisha baada ya hapo wakawa ni wenye kuyakufuru. Mimi siamini, itakuwa sema uongo huyo. Uliza mwenyewe, kaa kimya, subiri. Sasa dauni, niacheni mimi muda wa kuwa taraktukum, nimewaacha. Muda wa kuacha, muda wa kuwa sijasema jambo hili kadha. Kama mtu aliyeuliza yule kwamba Allah tabaraka wa taala amewafaradhishia juu yenu hija, mkahiji. Yule mmoja auliza, afi kulli ami ya Rasulullah, je kila mwaka? Simeshaambiwa mkahiji mara moja, yani ishatosha kwamba mnene mkahiji basi. Sasa yule akauliza, je ni kila mwaka ya Rasulullah? Na Mtume sasa anasema lau ningesema naam la wajib, ningesema ndio ni faradhi kila mwaka mtu ende hija. Sasa watu wangeweza jambo hilo, ilikuwa thaqil. Sasa vitu kama hivyo msiulize. Hii ni wakati wahi unateremka. Na hata pia
baada ya wahi na vingineo, yani baada ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ashafariki, si kila kitu mtu wauliza kwamba kila kitu unataka kuuliza. Uliza kwa ajili ya kutaka kupata faida ya kielimu. Uliza ili upate faida ya kielimu, kwamba mimi nikilijua hili nitafanyia kazi, ili ni jambo la halali au hili ni jambo la haram au hii ni sunna, kwa maana niifanyie kazi. Si kuuliza tu ili uambiwe wauliza sana, au wajua kuuliza, wajua kujenga hoja. Kuna watu wana tabia hiyo, atauliza alafu atazama watu kwamba msikia swali langu lile, swali la maana kabisa la akili, atakusifiwa kwamba kauliza swali zuri. Kuna watu wana tabia hizo. Sasa si hivyo, watu hawaulizi hivyo. Katika adabu za kuuliza, uliza kitu ambacho kileta manufaa kwako au kwa watu. Wakati mwingine unaweza kujua jambo ukauliza kwa faida ya watu wengine wafungukiwe kwamba kuna kitu fulani, lakini mara nyingine mtu uliza mambo ya fitna, mambo yasiyo na faida, lakini mradi tu aambiwe auliza. Sasa katika zama za Mtume swalla Allahu alayhi wasallam watu walikatazwa, kwa sababu ilikuwa hiyo ndio tabia ya Banu Israila. Ndio maana Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akasema, dauni ma taraktukum, niacheni mimi muda wa kuwa nimewaacha. Innama halaka man kana qablakum, hakika hapana vingine waliangamia waliokuwa kabla yenu, bisualihim, kwa sababu ya kuuliza kwao, wa ikhtilafihim ala anbiyaihim, na kwa sababu ya kutofautiana kwao na mitume wao, wa ikhtilafihim ala anbiyaihim, na sababu ya kukhtalifiana kwao na mitume wao. Tumesoma nadhani hadithi kama hii katika sehemu zilizopita, ima katika hadithi katika kitabu hiki, sio? Lakini imekuja bikathrati sualihim, kwa sababu ya wingi wa kuuliza kwao, ikawa kila wakala ni nyingi, porojo, yani hakuna mambo ya maana, na wingi wa kutofautiana kwao na mitume wao, au na kutofautiana kwao na mitume wao. Mtume swalla sallam asema hivi, wao wanasema vile. Msijengee, wao wajengea. Vunjeni, wao wajenga. Si katika masala ya makaburi na nini, msijengee makaburi, watu wajengea nini? Lazima kumbukumbu bwana, athari bwana, watu waliotangulia. Si mmeambiwa msijengee? Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alqubur, kujengewa juu, kujengewa makaburi. Hadithi nafsi yake imekuja, ayjassas alqabr wa yubna alayhi, kupakwa jasi kaburi na kukaliwa na kujengewa juu yake. Huyo ni jambo limekatazwa, lakini watu wafanya, na mengi tu katika hayo watu wanakwenda kinyume. Kwa hiyo katika mambo yaliyowaangamiza wana wa Israeli, walifanya kinyume na mitume wao. Yale walioamrishwa walikuwa hawayafanyi, na yale waliokatazwa walikuwa wakiyafanya. Hawafuati sunani za mitume wa Allah tabaraka wa taala. Fa idha nahaitukum an shay'in fajtanibuhu, basi nitakapowakatazeni nyinyi kitu chochote jiepusheni nacho. Fa idha nahaitukum an shay'in, nitakapowakataza nyinyi kuhusu kitu chochote, fajtanibuhu, basi jiepusheni nacho, kiepukeni kitu hicho. Wa idha amartukum bi amrin, na nitakapowaamrisheni nyinyi jambo lolote, fa'tu minhu mastata'tum, lifanyeni, liendeeni kwa kiasi mnachokiweza. Katika makatazo hakuna kwa kiasi unachokiweza, kwamba wewe umekatazwa usifanye jambo fulani unasema basi wewe liache kwa kiasi unachokiweza. Katika makatazo hakuna, unatakiwa uache moja kwa moja. Katika kutekeleza amri, basi unatakiwa ufanye kwa kadri ya uwezo. Ndio maana hata katika ibada ya haji, man istataa ilayhi sabila, katika swala swali qaima, swali hali yakuni mwenye kusimama. Alafu fa illa mtastati, usipoweza, kwa sababu kama huwezi kusimama basi utakaa, huwezi kukaa basi lala ubavu. Ndio ile mastata'tum fattaqullaha mastata'tum. Hili ni katika maamrisho, mambo yaliyoamrishwa, sawa. Lakini katika mambo yaliyokatazwa ni kuyaepuka moja kwa moja.
na kuto kuyatekeleza haya ni kujifananisha na banu Israila, na Allah subhanahu wa ta'ala akawaangamiza bani Israila, walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wama unzila ilayhi mattakhadhuhu awliya walakinna kathiran minhum fasiqun. Bani Israila wengi walikuwa ni mafasi, kwa walikuwa wana khalif, na lao walikuwa wanamwamini kweli Allah tabaraka wa taala na wanamwamini kweli kabisa mtume na yale yaliyoteremshwa juu yao, basi wasingewafanya wale kuwa ni marafiki. Kwa hiyo ukitaka salama ifuate njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na ukitaka maangamivu mwasi mtume wa Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.